Vijana wengi kushiriki mchezo huo kutokana na dhana ya kuwa mchezo ni maalum kwa jamii fulani ya watu. Haya yameelezwa na kocha wa tenisi ya vijana Hamisi Chande wakati akizungumza na Channel 10 michezo katika viwanja vya Gymkhana, ikiwa ni sehemu ya mazoezi ya kawaida ya kujiandaa na mashindano mbalimbali ya ndani na nchi ya Tanzania. Katika hatua nyingine, Hamisi Chande ametoa wito kwa wadau wa michezo nchini kujitokeza kuunga mkono uongozi wa TTA ili waweze kuzalisha wachezaji wengi kupitia mashindano mbalimbali. Sisi kufanya mazoezi ni kawaida yetu, manake tunajiweka tayari kwa ajili ya mashindano ndani ama ya nje. Hapa sasa hivi wanachokionyesha ni kizuri, manake vijana wanaonyesha matumaini na kuna wengine hapo wametoka kucheza mashindano ya ndani wamefanya vizuri. Kwa hiyo nao wengine pia na wote kwa jumla wanafanya vizuri. Kwa hiyo kuna mwanga fulani tunaona, tunaamini na ndani ya miezi kadhaa watafanya vizuri zaidi. Sisi tunaomba tu wadau na taasisi nyingine zitunge mkono kama sisi kama TTA ili mradi kuhakikisha kwamba Tanzania tenisi inapiga hatua zaidi. Uongozi wa klabu ya soka ya Singida Black Stars Chui Weusi wa Tanzania umemtangaza na kumteua Tabita Kidawa kuwa mkurugenzi wa masoko na mashindano kuanzia Februari 19 mwaka huu. Taarifa hiyo kwa umma ilitangazwa na uongozi wa klabu ya Singida Black Stars kupitia chapisho katika mitandao yake ya kijamii, huku Kidawa ambaye ana uzoefu wa soka la Tanzania kwa kuhudumu katika nafasi mbalimbali za vilabu hapa nchini, ikikumbuka kuwa hapo awali Tabita Kidawa alikuwa afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain Gate ya mkoani Arusha ambapo alidumu kwa muda wa takriban miaka 2. Kuteuliwa kwa Kidawa ni mwendelezo wa kuwapa nafasi wanawake katika nyadhifa kubwa katika soka la Tanzania kupitia mifano ya viongozi kama Zubeda Sakura, CEO wa Simba, na Barbara Gonzalez ambaye pia aliwahi kuwa CEO wa klabu ya soka ya Simba. Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limetoa wito kwa wasanii nchini kuifanya sanaa kuwa nyenzo muhimu ya kujenga maisha yao ya baadaye kupitia nyanja za kiuchumi. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka Mwanza. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wadau wote. Akiwa jijini Mwanza katika utoaji wa tuzo za mdau shupavu zilizowakutanisha wasanii kanda ya Ziwa, afisa sanaa wa baraza hilo Hassan Job amesema cha kuzingatiwa ni wasanii kuwa na maono. Amesema jambo jingine la kuzingatiwa na wasanii ni kuzingatia weledi, kutambua thamani ya kazi zao, kuzingatia nidhamu ya kazi na mipango ya muda mrefu itakayowasaidia kunufaika na vipaji vyao. Wewe yoyote unayefanya kazi ya sanaa, lakini wewe mwananchi yote wa kawaida, katika maisha ya kila siku tuzingatie maadili, kwa sababu bila kuzingatia maadili kizazi chetu cha kesho tutakiharibu sisi wenyewe bila kuelewa tutakifanya leo kina madhara gani kwa jamii ya kesho. Mkurugenzi wa taasisi ya Holy Family iliyoandaa tuzo hizo Arnold Andulile ameiomba BASATA kuendelea kuwaunga mkono waandaaji wa matukio haya kwa kutoa elimu ya umuhimu wa sanaa. Katika dunia sasa, jamii nyingi zimeanza kupoteza utambulisho wao. Kanda ya Ziwa ina wajibu wa kuwa mfano wa kuenzi mila, ubunifu na maono ya maendeleo bila kupoteza uhalisia wetu. Sanjari na hayo, baadhi ya washiriki kutoka mikoa mbalimbali kanda ya Ziwa wamesema kuwa tuzo hizo zimekuwa chachu ya kutangaza utamaduni na historia ya kanda ya Ziwa. Tuzo hii niliyoipata, na washauri sana vijana na wakina mama kwa ujumla wajitahidi sana kutoka ndani na kuzalisha viwanda vidogo vidogo. Mfano sisi Mando Women Group ni wakandarasi, tutaendelea kujenga barabara vizuri, tutajenga majengo na pia tutawapa fanicha nzuri. Tuna kiwanda cha hardwood. Pamoja na mambo mengine, washiriki hao wameiomba serikali kupitia BASATA kuunga mkono na kuendeleza jitihada hizo kwa manufaa ya tasnia ya sanaa nchini Tanzania. Henry Kavirondo, Michezo na Burudani, Channel 10, Mwanza.
Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wadau wote. Akiwa jijini Mwanza katika utoaji wa tuzo za mdau shupavu zilizowakutanisha wasanii kanda ya Ziwa, afisa sanaa wa baraza hilo Hassan Job amesema Ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea usiku wa jana katika hatua ya mchujo, huku michezo minne ikichezwa katika viwanja tofauti. Mchezo wa mapema kabisa, Newcastle United iliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-1 dhidi ya FK Karabag, matokeo yaliyoipa faida kubwa kuelekea mchezo wa marudiano. Nchini Norway, FK Bodo Glimt waliwashangaza Inter Milan baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-1, wakijiweka kwenye nafasi nzuri kabla ya mchezo wa marudiano wiki ijayo. Mchezo mwingine uliokuwa na msisimko mkubwa ulishuhudia Club Brugge ya nchini Ubelgiji wakitoka sare ya mabao 3-3 na Atletico de Madrid ya nchini Hispania. Matokeo haya yanaacha kila kitu wazi kuelekea katika mchezo wa marudiano. Katika pambano lingine, Olympiacos kutoka nchini Ugiriki walipokea kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Bayern ya Leverkusen, huku Leverkusen wakiondoka ugenini na ushindi muhimu kabisa. Michezo ya marudiano inatarajiwa kuamua hatima ya timu zitakazotinga hatua ya 16 bora ya mashindano hayo makubwa barani Ulaya kwa ngazi ya vilabu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu, na sasa ni wasaa kuangaza habari za burudani, ambapo waombolezaji mbalimbali wamejitokeza msibani jijini Tanga kutoa heshima za mwisho kwa nguli wa muziki wa dansi nchini, Mzee Stephen Hiza aliyefariki dunia hivi karibuni. Miongoni mwa waliohudhuria msiba huo ni naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, ambaye aliungana na familia, ndugu, jamaa na marafiki katika kuomboleza kifo cha msanii huyo aliyetoa mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza muziki wa dansi Tanzania. Akizungumza msibani hapo, naibu waziri huyo alimueleza Mzee Hiza kama mmoja wa waanzilishi na waasisi walioweka misingi imara ya muziki wa dansi, akisema taifa limepoteza hazina kubwa ya sanaa na utamaduni. Alisisitiza kuwa Mzee Hiza atakumbukwa daima kwa mchango wake mkubwa katika kukuza muziki wa Tanzania, hususan kupitia wimbo wake maarufu wa Tanzania Yetu Ndiyo Nchi ya Furaha, ambao umebeba hisia nzito na uzalendo na mshikamano wa taifa. Kwa tukasema tutampa tuzo ya heshima ya kutambua ukubwa na ubora wa kazi yake ya sanaa. Wasema vile, mimi binafsi nilimwambia Mheshimiwa Rais kwamba lengo la tuzo hizi tunazokwenda kuzifanya, tulikuwa tunafanya Tanzania Music Awards pamoja na kuwatunuku wasanii wanaofanya vizuri sasa hivi, lakini mmoja ambao watapata tuzo hizi ni Mzee Hiza. Jana mtakuwa mmeona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naye alitoa salamu za pole, lakini nitumie fursa hii kufikisha sasa rasmi kwa wanafamilia na wanatanga salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Atamkumbuka Mzee Hiza kama mmoja wa wasanii, mmoja wa Watanzania wazalendo walioweka alama ambazo zitaendelea kuishi miaka mingi baada ya wao kufutika. Jina lake lihimidiwe. Na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo haya kwake Fatuma Hassani kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.